Leo nataka nielezee ndoto ya kuota kitambulisho. Inaweza kuwa ni kitambulisho cha uraia, kitambulisho cha passport, kitambulisho cha udriver, kitambulisho cha kazini, kitambulisho cha shuleni. Madam tu ni kitambulisho, naomba unisikilize. Katika ndoto hautakiwi kupuuza ni ndoto ya kitambulisho. Iwe kimepotea, iwe umekisahau, iwe ni mtu kwa bahati mbaya amekuibia. Lakini kwenye ndoto, anza kuelewa unakuwa unapewa taarifa ya mambo makuu mawili. Jambo la kwanza, unakuwa unasemeshwa juu ya habari ya kibali chako. Na jambo la pili, unakuwa unasemeshwa juu ya mamlaka na nafasi ambayo Mungu amekupa. Naomba nikufundishe kwa kutumia neno la Mungu. Ukisoma Biblia, Mungu anasema na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Biblia anasema akamfanya mtu kwa sura na mfano wake ili atawale. Kwa kusudi la kumfanya mtu kwa sura yake, huyu mtu aweze kutawala. Kwenye kitambulisho chochote, ili uweze kumfahamu mtu, huwa tunazingatia jina la mtu pamoja na sura yake. Kwa Mungu anaposema na tumfanye mtu kwa sura, sura ni kibali cha Mungu. Lakini anapomuumba yule mtu anampa jina, ndo anaitwa Adamu. Na Adamu alipoumbwa mwingine, aliulizwa na Mungu. Adamu akasema huyu ni nyama katika nyama zangu na mifupa katika mifupa yangu. Kwa hiyo jina lake ataitwa mwanamke. Ndo unaanza kuona sasa nafasi ya mamlaka ya mwanamke ikaanzia kutokana na jina. Japokuwa wote ni sura na mfano wa Mungu. Sijui kama nimeeleweka. Kwa hiyo unapoona kitambulisho chako umeibiwa, kitambulisho chako umepoteza, kitambulisho chako kimefutika namba, hazionyeshi vizuri, kitambulisho chako jina limekosewa, elewa haya mambo mawili. Kitu cha kwanza itakuwa ni wewe mwenyewe umenyang'anywa nafasi ambayo Mungu amekupa ya mamlaka. Sisi wote, mimi na wewe, ni sura na mfano wa Mungu. Hii ndoto unapoota, taarifa ya kwanza kabisa inakuwa ni nafasi yako ya utawala. Unajua sisi wote tumeumbwa kwa sura na mfano wetu, ila kinachotofautisha kwenye nafasi ni majina. Leo hii tunaona mimi ni mchungaji, hiyo ni nafasi. Lakini kwenye jina naitwa Filipo Mbasha Mlangi. Kwa hiyo inanitofautisha na mchungaji mwingine, japokuwa wote kwa nafasi ni wachungaji. Jina ndo linatofautisha. Kwa hiyo ukiona kwenye ndoto zako umepoteza kitambulisho, maana yake umepoteza nafasi yako ya utawala. Inaweza kuwa ni kazini, ni kwenye biashara, ni kwenye ndoa. Kwa hiyo sio ndoto nzuri. Lakini cha pili, unapopoteza mule, kuna sura yako. Sura yako yenyewe imebeba kibali ambacho Mungu amekupatia. Kibali changu mimi ni tofauti na mtu mwingine. Japokuwa wote tunaweza tukawa tunatafsiri ndoto, wote ni wachungaji, lakini sura yangu inatofautiana na mwingine kuonyesha kibali mbele za mtu. Kwa hiyo unapoona ndoto hii, usichukulie tu kama kitu cha kawaida sana. Amka, anza kudai uhalali wako. Dai kibali chako. Dai mamlaka ambayo Mungu amekupa kwa ajili ya kumiliki na kutawala. Kwa hata kama ingekuwa ni maombi, ungesimama ungeanza kumwambia Mungu, Mungu, sitaruhusu sura yangu uliosema ni mfano wako itumiwe kwa mabaya. Kwa sababu unaweza ukaota hivyo, kumbe wachawi wanachukua sura yako wanaitumikisha kwa faida zao. Unamwambia Mungu, sura yangu haitatumiwa na watu waovu, haitatumiwa kwa faida zao. Ninakiita kibali changu kirudi kirejezwe, kwa sababu ndoto hiyo sio nzuri. Watu wengi sana walioota ndoto hii walikosa kazi, walipoteza biashara zao, walipoteza nafasi ambazo Mungu aliwaweka. Ipambanie nafasi yako. Na Mungu anapokusemesha hili, maana yake amekupa wewe maamuzi ya kuchagua, ubakie kwenye hiyo nafasi au jitoe taratibu. Kwa hiyo ambao unahitaji kuendelea kujifunza zaidi mafundisho mbalimbali ambayo nafundisha, kuna link hapa chini ya video kwenye bio yangu. Unaweza ukaigusa hiyo link, alafu itakuunganisha moja kwa moja kwenye WhatsApp channel. Mwaka huu 2026
Nitakuwa nafundisha hapo kwenye WhatsApp channel, na nitakuwa naendelea kufasiri ndoto mbalimbali na msaada wa maombi na maombezi. Kwa hiyo unaweza ukasubscribe kupitia linki unayoona hapo, na unakuwa mwanafamilia wa madhabahu ya Nabii wa Ndoto. God bless you so much. Mungu akubariki sana. Amen.